Hatimaye DCI yafichua kilichomuua padri wa kanisa la Kikatoliki ya Nyandarua John Maina. Karibu kwenye taarifa zetu za Erhan Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Kitendawili kuhusu kifo cha kikatili cha padri wa kanisa la Kikatoliki Nyandarua John Maina kinaanza kufichuka baada ya uchunguzi wa maiti kudhibitisha kuwa alifariki kutokana na majeraha mengi ya risasi. Mwili wa Maina uligunduliwa mnamo Mei 15 kwenye barabara kuu ya Nakuru Nairobi huko Kikopey, mbali na parokia yake huko Ingwamiti Laikipia. Kwa siku kadhaa sababu ya kifo chake ilibakia haijulikani hadi wapelelezi kutoka kurugenzi ya jinai DCI ilipofichua kuwa alikuwa amepigwa risasi mara kadhaa, huku risasi moja ikitoboa kichwani mwake. Pathologist wa serikali Daktari Titus Ngulungu aliongoza uchunguzi wa maiti katika hospitali ya Pope Benedict hapa jijini Nairobi. Wakati wa matokeo rasmi yakifichuliwa kwa ombi la kanisa, watu wa ndani walifichua kuwa mwili wa kasisi huyo ulionyesha dalili za vurugu kubwa, ikiwa ni pamoja na uharibifu mkubwa wa vuvu la kichwa na kuoza mapema, na kupendekeza aliuawa mahali pengine na kutupwa kwenye barabara kuu. Padri Maina, ambaye hivi majuzi alikuwa amemkaribisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakati wa maadhimisho ya mwaka wa kanisa, alitajwa na familia na wanajamii kuwa mtu wa amani na maendeleo. Kifo chake kimewaacha wanaparokia na jamaa wakiwa na huzuni. Simu zangu kwake ziliita bila kupokelewa siku hiyo. Baadaye niliambiwa amepatikana amefariki, alisema shangazi yake Bi Susan Jambi, ambaye alikuwa akijaribu kumjulisha kuhusu jamaa aliyelazwa hospitalini. Wachunguzi sasa wanakusanya pamoja mienendo yake ya mwisho ili kubaini ni nani anayeweza kuwa alitaka kasisi huyo anyamazishwe na ni kwa nini. Polisi wanasema matokeo ya uchunguzi wa maiti ni muhimu katika kuwatafuta wauaji. Padri Maina mwenye umri wa miaka 39 atazikwa siku ya Alhamisi katika makaburi ya Wakatoliki ya Tabor Hill huko Oljoro, Orok. Kifo chake cha ghafla na kikatili kimewaacha waamini wakidai haki kwa mtu aliyetumikia kanisa kwa zaidi ya muongo mmoja. Mtazamaji wangu, baadhi ya viongozi ambao wametaka uchunguzi wa haraka sana ufanywe ni Rigathi Gachagua, akitema kwamba DCI ifanye uchunguzi ili wale wote waliotenda kitendo hicho cha unyama wachukuliwe hatua za kisheria. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa na matukio mengine zaidi. Usikwende mbali, hii ni Erhan Media.